mkuu wa mkoa wa Tabora alizisema mpaka message zinatumwa kwa mchezaji wao, ambaye mchezaji wao alisikika sauti yake ikisikika ikizungumza kuhusiana na masuala hayo ambayo ni ya upangaji wa matokeo, rushwa michezoni na upangaji wa matokeo, lakini hatujawahi kusikia. Nitisha kweli kwamba wachezaji wa Tabora wanatumia meseji pengine walegeze game au za kupewa hongo kwamba wacheze chini ya kiwango. Paul Chacha, mkuu wa mkoa. Bahati nzuri mwandishi, mimi huwa nikizungumza jambo nimelifanyia uchunguzi. Ilitokea kwa golikipa wetu na tukamuondoa, ilikuwa wazi tu. Kwa hiyo na swala la rushwa huwa linakuwa ni siri kubwa sana. Unaweza usithibitishe, lakini unajua kwamba hapa kuna kitu kimetendeka, japo uthibitisho hauna, lakini kuna kitu kimefanyika. Yanga, Simba, Azam na Singida Big Stars au timu gani zozote zile huenda hazihusiki na upangaji wa matokeo, lakini kama hakuna TAKUKURU katikati ambao wataweza kutupa mstari wa kwamba je, wanapanga au hawapangi, watu wataendelea hata kwa kutishwa, wataendelea kusema kuna upangaji wa matokeo kusipokuwa na upangaji wa matokeo. Kuna golikipa mmoja tulimuondoa katika kikosi chetu. Anaitwa nani? Na sasa hivi yupo nafikiri ni Singida Black Stars. Anaitwa nani huyo mheshimiwa? Afuatilia tu golikipa aliyekuwa kwenye kikosi cha Tabora United, sasa hivi yupo kule. Ni nani alikuwa? Mimi nadhani kuna haja ili swala ambalo nazungumza kuhusiana na upangaji wa matokeo linaweza likazungumzwa kwenye upande mmoja tu, kwa sababu linahusisha wachambuzi kuizungumzia Yanga, lakini bado inawezekana hata mazingira kwenye vilabu vikubwa kama Simba, Azam na timu zingine huko kukawa na mazingira hayo. Kama tunasikia watu wanazungumza maneno ya aina hiyo, mamlaka inachukua hatua gani? Na wale wanaotuhumiwa, je, kwenye stage ndogo tu ile ya mwanzo Tabora na Yanga mpaka mchezaji sauti yake ilisikika, je, walichukua hatua gani? Ili swala ambalo karibua mkuu wa mkoa Saidi Mtanda ni swala ambalo kwa sisi ambao tuko kwenye industry ya mpira wa miguu kuna haja la kuliona, lina haja la kuchukuliwa hatua zaidi, hasa kwa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania kwenda moja kwa moja kuwashirikisha TAKUKURU kama ambavyo mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda kashauri. Bwana, karibu sana. Hii ni Like Media, sehemu ambapo tunapiga stories za kimichezo, mambo kadha wa kadha ambayo yanahusu michezo na maendeleo ya michezo nchini, ikiwepo football ambao ni mchezo ambayo huwa inazungumza mara nyingi sana kwa sababu ya matukio mengi huwa yanatokea kwenye michezo hii. Na kama utakuwa unakumbuka, siku za hivi karibuni kulikuwa na tuhuma za baadhi ya wachambuzi kusema kwamba klabu ya Yanga inapanga matokeo, na hao wachambuzi wamepelekewa mpaka hizo barua za masuala ya upangaji wa matokeo, kwamba walizungumza kwamba Yanga inahusika kwenye upangaji wa matokeo. Hizo tuhuma zinatupa picha ya moja kwa moja kuhusiana na kauli ambayo Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza na mdau mkubwa wa Pamba Jiji kwa sasa, akisapoti kuhakikisha Pamba inafanya vizuri, akiwa kwenye kituo cha Crown FM alipata nafasi ya kuzungumza. Amezungumza mambo ambayo sisi kama waandishi wa habari tulishawahi kuyaandika kwenye kanuni, kwenye mapendekezo ya kanuni ya ligi 2024-25 tulipeleka bodi ya ligi na kutoa kama maoni yetu kwamba bwana, ndani ya kanuni, yani kwa maana ya TAKUKURU kama kitengo cha kuzuia na kupambana na rushwa, basi kihusike pia kwenye michezo, ambao sisi kwenye michezo tunaita match fixing, kwenye upangaji wa matokeo. Kwenye masuala ya kijamii tunaita kupokea na kutoa rushwa, lakini kwenye mpira wa miguu ni match fixing au upangaji wa matokeo. Tukaandika kwa uzuri kabisa kutokana na mazingira mengi yaliyokuwa pale, tukaipeleka bodi ya ligi, lakini pia lengo ni kwamba TFF, kwa sababu ndio wanahusika na utungaji wa kanuni hizi, basi wakatunga kanuni ambazo zikirudi huku zinakuwa na impact. Cha kushangaza, kwenye kanuni hatukuona kama kuna marekebisho yoyote, lakini Mtanda kama rais
wa rais, tunaweza kusema kama rais wa mkoa wa Mwanza ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, ni mwakilishi wa rais kwenye mkoa wa Mwanza. Said Mtanda yeye kaja na hoja ambayo ina reflect kile ambacho tushawahi kukifanya, kuwapelekea TFF na bodi ya ligi ili waweze kuiona TAKUKURU kama iwe sehemu ya kuipa hadhi ligi yetu. Siku za hivi karibuni tuhuma ziliibuka, lakini hata kipindi cha nyuma kuna tuhuma pia ziliibuka, ni nyingi sana, lakini kwa upande wa TFF na bodi ya ligi, hasa kwenye upande wa kanuni na kuchukua hatua kwenye masuala ya upangaji wa matokeo, hakuna mtu hakuna sehemu ambapo imeonekana wakipiga hatua kwenye masuala haya na kupigia kelele. Ingawaje kwenye post ya TFF tumekuwa tukisoma kupitia akaunti ya Tan Football wakiandika kwamba pinga upangaji wa matokeo kwenye michezo. Sidhani kama inajitosheleza kuwa ni sehemu ya kuzuia upangaji wa matokeo kwenye michezo. Said Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza, katoa ushauri kwa TFF na bodi ya ligi, kwa maana wale wanaosimamia mpira miguu Tanzania, mamlaka za soka, zione hii kama ni sehemu ya kuchukulia hatua. Kinachozungumza sasa hivi ni kama ni red flag ambayo tunaiona inaweza kuathiri sana ligi yetu, kama kumefikia hatua ya kuwa na hisia za kutuhumiana, lakini pia kuna vilabu ambavyo vina hisia za kutuhumiwa. Maana yake kuna danger, kuna uhatari mkubwa sana kwenye ligi yetu. Kama hivi vitendo vipo, maana yake vinaenda kuathiri jamii yetu, na kama havipo, hizi hearsay ambazo zinakuwa zinazungumzwa na watu zinaweza kuathiri pia ligi yetu kwa namna moja ama nyingine, kama ambavyo Said Mtanda kashauri TFF waitumie TAKUKURU kwenda kuchunguza. Yapo mengi ya kuchunguza. Kitu ambacho mimi nakishangaa ni kitu kimoja. TFF wanaogopa nini kwenda kuchukua hatua kwenye matukio yanayohusisha upangaji wa matokeo? Wanamwogopa nani? Kwanza ukiangalia kuna mchezo ambao ulikuwa unachezwa Tabora, kati ya Tabora United kipindi hicho, ambao sasa hivi ni TRA, na Young Africans. Mkuu wa mkoa wa Tabora alizisema mpaka message zinatumwa kwa mchezaji wao, ambaye mchezaji wao alisikika sauti yake ikisikika ikizungumza kuhusiana na masuala hayo ambayo ni ya upangaji wa matokeo, rushwa michezoni na upangaji wa matokeo. Lakini hatujawahi kusikia TFF wamemhoji ule mchezaji, hatujasikia TFF wamemhoji au kuomba tu taarifa zaidi kwa mkuu wa mkoa, hatujasikia watu wenye mamlaka kwamba wanataka wapate ripoti kutoka Tabora, mamlaka ya Tabora ambayo yalikuwa yanashughulikia hilo swala. Hasa angalau hata kama zilikuwa sio taarifa za ukweli, wadau waanze kujua kwamba bwana ule ulikuwa ni utani, hamna taarifa za ukweli. Lakini tungesikia hata kauli ya TFF wenyewe wanazungumzaje kuhusiana na haya masuala ya upangaji wa matokeo, kwa sababu kama kuna hearsay, mamlaka mmekaa kimya, maana yake ni kwamba yani watu wanaanza kugeuza kama ni taarifa sahihi. Kama kuna hearsay, mamlaka mkachukua hatua, hata kama sio taarifa sahihi, mkachukua hatua, mkaja kueleza umma kwamba bwana kilichotokea kilikuwa ni hiki na hiki na hiki na hiki. Maana yake ni nini? Mnawaambia taarifa sahihi ni hii hapa, maana yake cha kufuata ni hiki. Maana yake watu mmewacha kwenye swala ambalo kila mmoja anajiuliza, ili swala lilikuwa sawa sawa au lilikuwa ni la uongo? Kwa sababu hadhi ya mkuu wa mkoa ambaye ni mwakilishi wa rais kwenye mkoa akizungumzia kuhusiana na tuhuma za mtu kutumiwa message, tuhuma ya klabu au viongozi ndani ya klabu kufanya kitu fulani, manake kuna shida. Inawezekana sio klabu inafanya hivyo, sio, mnaelewa vizuri? Inawezekana sio klabu inafanya hivyo, inawezekana ni baadhi ya viongozi ambao hata sio hawajatumwa na klabu, au ni mashabiki ambao wanajizanzibisha kwamba ni kutoka kwenye klabu waenda kuichafua klabu. Sasa hapo nitegemea pia kuona kwa upande wa klabu hayo maneno tu ya kuhusishwa
na upangaji wa matokeo kulikuwa na haja ya kuchukua hatua. Mimi nakumbuka kuna taarifa za kwamba hata Ally Kamwe alikuwa amekamatwa na akawekwa ndani kutokana na hayo mambo ambayo ilikuwa ameendelea, kauli na vitu kama hivyo. Lakini bado kulikuwa na haja ya uongozi wa Yanga kutaka maelezo zaidi kuhusiana na ile tukio, lakini likaa kimya. Kukaa kimya maana yake ni nini? Pengine au watuambie walikuwa naogopa kwa sababu ni mkuu wa mkoa alisema, kwa sababu zezi kwa tuhuma kubwa. Cha pili, walikaa kimya kwamba kulikuwa na ukweli. Walikaa kimya kwa sababu ulikuwa ni uongo ambao hautaki kurekebishwa, waliona sawa sawa, au nini ambacho kisababisha Yanga walikaa kimya kwenye swala lile? Kwa sababu kama brand ya Yanga ilianza kuchafuka toka Tabora United wanacheza na Yanga kwenye ule mchezo ambao ulikuwa ni mchezo wa marejeano mara baada ya Tabora United kipindi hicho wakifunga Yanga kwenye dimba la Azam Complex, na ule ulikuwa mchezo wa marejeano ambao kulikuwa na bilinge nyingi. Kama kulikuwa na maelezo ya kurekebisha, basi itakiwa watoke uongozi wa Yanga na statement kwamba hakuna taarifa kama hizi, kuna 1 2 3. Lakini mimi binafsi sikuona hiyo taarifa na vitu kama hivyo. Mimi nadhani kuna haja, ili swala ambalo nazungumza kuhusiana na upangaji wa matokeo linaweza likazungumzwa kwenye upande mmoja tu, kwa sababu linahusisha wachambuzi kuizungumzia Yanga, lakini bado inawezekana hata mazingira kwenye vilabu vikubwa kama Simba, Azam na timu zingine huko kukawa na mazingira hayo. Kama tunasikia watu wanazungumza maneno ya aina hiyo, mamlaka inachukua hatua gani? Na wale wanaotuhumiwa, je, kwenye stage ndogo tu ile ya mwanzo Tabora na Yanga mpaka mchezaji sauti yake ilisikika, je, walichukua hatua gani? Ili swala ambalo karibua mkuu wa mkoa Saidi Mtanda ni swala ambalo kwa sisi ambao tuko kwenye industry ya mpira wa miguu kuna haja la kuliona, lina haja la kuchukuliwa hatua zaidi, hasa kwa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania kwenda moja kwa moja kuwashirikisha TAKUKURU kama ambavyo mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda kashauri. Huyo ni mdau kabisa wa mpira wa miguu, kwa shauri kwamba mamlaka za TAKUKURU ziingilie kati, na nimeona kwenye barua ya Yanga ambayo ilikuwa inaenda kwa Wilson Oruma na kituo cha EFM Radio, ilikuwa imewaambatanisha na TAKUKURU. Kwa hiyo TAKUKURU wanatakiwa kwenda kuchunguza mpaka waambiwe, au TAKUKURU wanatakiwa kuchunguza kama kuna dalili wanaziona. Hapo najaribu kujiuliza, kuambatanisha ni sawa, lakini kuna matukio mengine, mbona pia hata TAKUKURU hatuwaoni matukio ya kimchezo, hata kupikia kufanya hatua fulani hivi tuone kwamba kuna TAKUKURU anafanya kazi. Unajua kitu ambacho mimi nakiona sasa hivi, inawezekana tukauzamisha mpira wetu kwa kuzizungumza tabia za upangaji wa matokeo, kumbe hazipo, au tukauzamisha mpira wetu kwa kuziona kama tabia za upangaji wa matokeo hazipo, kumbe zipo. Si kama mnaelewa? Kama hazipo, manake taarifa mbaya zitakuwa naenda kwenye maeneo tofauti ambapo kutaonekana sisi tuna tabia ya upangaji wa matokeo. Lakini kama zipo, sisi wenyewe tutaenda kujizamisha kwenye tabia ya hovyo ambayo tutaificha kwa muda mrefu, lakini kuna siku ikija kubumburuka itaenda kuliathiri taifa kama taifa. Kwa hiyo hiki ambacho kimezungumzwa kina afya sana kwenye mpira wa miguu. Kama Yanga shai kutuhumiwa kwa kupitia Tabora United kwamba walikuwa wana mpango huo ambao linaswa kupitia golikipa, lakini meseji ambazo zilisemwa na mkuu wa mkoa wa Tabora, maana yake hapo kuna kitu ambacho kilitakiwa kuthibitishwa na kichukuliwa hatua kuzuia haya mambo yasitokee. Lakini kama kumbukumbu zangu zitakuwa sahihi, kuna chanzo fulani ambacho kimenikumbusha kuhusiana na tukio la mchezaji wa zamani wa Simba Mwakingwe, lakini pia na mchezaji Kado ambaye alikuwepo Mtibwa Sukari. Kuna tuhuma ambazo zishaye kutoka kwamba Simba walimtuma nani? Walimtuma
Ulimboka Makingwe kumpa kama 400,000 kado. Umeelewa? Ule ulikuwa ni upangaji wa matokeo kama ungethibitishwa. Umeelewa? Tutauliza, je, kwenye lile tukio ambalo Mtibwa Sugar walirise na vitu vikatokea vile, je, TAKUKURU walichukua hatua gani? Maana yake ilishaanza kukua sasa. Mambo yanaenda sasa. Na ndio maana tutakuta tunasikia taarifa za marefa kuongwa pesa. Upangaji wa matokeo. Unafikiri hivi refa atakuwa na hofu ya kwamba atakuwa na hofu ya kuhofia kwa kuchukua pesa ya timu fulani kama TAKUKURU hawezi kumkamata? Hicho kitu nakifikiria. Au timu itakuwa na hofu ya kutoa pesa na kumpelekea refa wakati wanajua iko salama, hakuna TAKUKURU ambao wanafuatilia. Sasa mimi binafsi ningeshauri hasa kwa TAKUKURU, kuna jambo la kuamua kulifanyia kazi. Sidhani TAKUKURU kama sheria zinawafunga kushirikiana na TFF kwenda kuzuia masuala ya upangaji wa matokeo viwanjani, hasa kwenye michezo mpira wa miguu. Labda kama zinawazuia au zinapa mipaka. Kama haziwapi mipaka, basi TFF, kama ambavyo sisi waandishi wa habari tuliweka kwenye kanuni, tuliomba kwenye kanuni kufungua milango kwa TAKUKURU kuwa huru kwenda kuchunguza vitendo vya upangaji wa matokeo endapo kama vipo, then wakaja na ripoti ambayo inaweza kaja moja kwa moja kwa TFF, mkaichakata na mwisho siku mkatoa maamuzi, kitu ambacho kinaweza cheupe kabisa. Kwa hiyo mimi binafsi ninafikiria haya mambo ambayo yanaendelea sasa hivi ya upangaji wa matokeo, hata kama ni maneno yanazungumzwa hayana uhalisia, lakini yana madhara makubwa kwenye ligi yetu, kwenye michezo yetu mbalimbali na tabia za kimpira. Wanasema mtoto wako kama ni mdokozi anaiba nyama, ukamwacha kimya, si ndio? Atakuza uwezo wake wa kuiba nyama, mwisho wa siku atakuja kuiba wallet ya baba. Mwisho wa siku utaanza kusema kaniibia. Kumbe ulikuwa unafuga tabia ndogo ndogo zile zimefikia mpaka mtu kuwa jambazi. Kwa hiyo kitu ambacho amekiongea mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ni kitu ambacho lazima tukizingatie sana kwa mamlaka. Huyu ni mdau ambaye ameleta maoni yake, hayana haja tena ya mpaka yaandikwe tena kwenye kanuni, au wadau walete kanuni, mapendekezo. Yeye ni kama kashapeleka pendekezo tayari. Kwa nguvu aliyokuwa nayo Saidi Mtanda hana haja ya kuandika tena, kuiandikia bodi ya ligi mapendekezo yetu ya mabadiliko ya kanuni. Hilo pendekezo limekuja kabisa moja kwa moja na halina haja ya kueditiwa. Lina haja la kuona TAKUKURU wanahusika kabisa kwenda kuzuia upangaji wa matokeo. Nakumbuka pia TFF mlishawahi kuwa na vikao na TAKUKURU, mkaita mpaka waandishi wa habari, mkasema mmeingia makubaliano na ushirikiano. Sijui ushirikiano umeishia wapi, mipaka ikoje? Kwa hiyo mambo ambayo yanaendelea sasa hivi kwenye upangaji wa matokeo yapo mengi ambayo yanazungumzwa. Tunaomba TAKUKURU waingie, wayafanyie kazi, iwe ni sehemu ya part and parcel ya nini, ya kuifanya ligi yetu ikaondokana na upangaji wa matokeo. Hata kama hayapo hayo mambo, basi hata maneno haya tuseme bwana TAKUKURU anafanya kazi, na sio kwamba tunacheza kwa hisia kama ambavyo ilivyo sasa hivi, mpaka watu wanaenda kushtakiwa kwamba umesema sisi tunapanga matokeo, sijui vitu kama hivyo, vitu ambavyo mtu hajavisema kwa sababu ya hisia tu. Kwa chochote utakachokisema utaonekana kama unaambia watu wanapanga matokeo. Lugano Isa ndio jina langu. Hayo ndio maoni yangu. Kama mamlaka itasikia, basi itaenda kuyafanyia kazi haya ambayo tunazungumza. Yataenda kuathiri timu zetu. Yanga, Simba, Azam, si timu gani kubwa hizi huenda zinahusika na mambo au hazihusiki. Yanga, Simba, Azam na Singida United, Big Stars au timu gani zozote zile huenda hazihusiki na upangaji wa matokeo. Lakini kama hakuna TAKUKURU katikati ambao wataweza kutupa mstari wa kwamba je, wanapanga au hawapangi, watu wataendelea hata kwa kutishwa, wataendelea kusema kuna upangaji wa matokeo kusipokuwa na upangaji wa matokeo. Waamuzi ambao wanalalamikiwa kila siku makosa ya kibinadamu, wakati mwingine watu wataendelea kufikiria kama kuna upangaji wa matokeo. Kama TAKUKURU hawatakuwa sehemu ya kuwa huru kwenda kuchunguza mambo ya upangaji wa matokeo. Si kama tunaelewana? Kwa
Kwa hiyo mimi binafsi naomba, bado TAKUKURU wana kazi kubwa sana ya kuzuia rushwa kwenye michezo ya mpira miguu bila kuomba ridhaa ya TFF. Kama kuna kiharufu cha rushwa tu, basi watakiwa wafike na kuchunguza, na hii ni vema ikawepo kwenye kanuni za ligi, kuona hawa watu wanaenda kutusaidia kuweka mpira wetu kwenye mazingira mazuri sana. Subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa, michapo na stori mbalimbali za kimichezo. Mpaka wakati mwingine, chao. Msemaji wa mabingwa leo nimeamua ni chana studio, napika wali mwengu Ahmedi Ali Kamwe, kipenzi cha warembo wananiita hali chachi, mpumzisheni asma. Mina mademu wafupi wapi na wapi, mina mademu wafupi wapi na wapi. Mama chanja acha kuzuga, fanya tumone shem. Unachanja sana mbuga au umezipoteza sehemu? Na nilitangaza kuhusu 20M, ghafla naona mijadala kila sehemu. Badala ya kuchana mnachamba umbea, na mkiulizwa eti mnachangamsha game. Nasikia kuna jira mpya zimekuja juzi, eti kwenye mziki wameibuka wachambuzi. Nazareti kama daze na likaze, sio kesi, si ungelima alizeti. Namwonea huruma mzee wa jembia, bla bla nyingi wananchi wamemkamia, anaenda jela maji ya kupa, hakuna namna tachambia.